Karibu tena kwenye muendelezo wa mafunzo ya video editing kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Katika video hii tutaendelea na kufuatanisha sauti pamoja na picha ili tuweze kuikamilisha video yetu iweze kueleweka pamoja na kuvutia. Jina langu ni Muhammad na hii ni Movitech Academy. Sasa itabidi tufuatishe hii sauti yetu pamoja na picha ama video itakayoonekana. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Sasa kwa mfano hapa tutakuja katika maua haya. Alafu tutachagua sehemu, kwa mfano nataka nichukue kuanzia hapa. Kwa hiyo una uwezo wa kuweka alama ambayo itakusaidia kwamba video yako isiweze kuchukulika sehemu nyingine. Kwa hiyo ukija hapa kuna mark in. Kwa hiyo ukibonyeza hapa manake video yako wewe unataka uchukue kuanzia hapa. Alafu utaplay, kwa mfano tujalie tutachukua mpaka hapa. Kwa hiyo ukitaka kuchukua mpaka hapa unakuja kuweka mark out. Kwa hiyo ukichukua video yako hapa itakuja katika kisehemu hichi tu. Kwa hiyo hichi kisehemu chote kilichobaki ama hichi kilichoanzia kitakuwa hakichukuliwi. Kwa hiyo tukiangalia hapa, hii video yetu ina picha peke yake, haina sauti. Kwa hiyo ukichukua kwa hapa au ukichukua kwa hapa yote sawa. Kwa hiyo tukiiweka hapa, halafu tukija kuchezesha. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana. Sawa, kwa hiyo kwa mfano kama kuna video ya nyasi pana ambayo ni hii, na upepo unaonekana kwamba unapuliza taratibu. Sawa, kwa mfano nataka kuanzia hapa na mark in. Tuseme mpaka hapa na mark out. Hii ina picha pamoja na sauti. Kwa hiyo ukivichukua hapa, halafu ukija ukaweka hapa, unaona kwamba imekaa katika V1 na audio 1. Napunguza, halafu na zoom out. Sasa hapa unaona kwamba hii video ina sauti lakini huwezi kusikia chochote. Kwa hiyo hii sauti ambayo iko na video hii maana yake kuna ukimya hapa, na utajua kwamba hakuna sauti yoyote ambayo utaweza kusikia kwa kuangalia haya mawimbi. Kwa hiyo ukiangalia hapa unaona kwamba kuna mawimbi ya sauti mbalimbali, lakini huku unaona kwamba kumenyooka moja kwa moja, kuko flat. Kwa hiyo hapa hakuna sauti ambayo utaweza kusikia. Mawimbi ya bahari, au kija kuplay huku peke yake katika preview ndio ambapo utakapotambua vizuri zaidi. Sasa video hii tutaweka ile sehemu ambapo inatajwa upepo ukivuma taratibu. Kwa hiyo tukisikiliza hapa, upepo ukipuliza taratibu, upepo ukipuliza taratibu. Naweza nikaiweka playhead yangu hapa, halafu nikairejesha nyuma. Kwa vile hii sauti haina kitu, hatuna chochote tunachohitajia katika sauti hii, tuta right click, halafu tuta unlink, halafu nitaichagua sauti peke yake, nitafuta. Kwa hiyo nikija nikiplay tena kuanzia mwanzo. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana. Mawimbi ya bahari. Sawa. Kwa hiyo ikifika hapa, pengine hapa iwe ni mwisho. Kwa hiyo tutachukua reza, halafu tutakata, kwa mfano hapa nitachagua hii na ku clear, right click, clear. Tukianza kuplay video ilipoanzia,
Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara, upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu. Kwa hiyo hapa tutaweka video ambayo inaelezea mawimbi ya bahari. Kwa hiyo tukiangalia ni hii hapa. Kwa hiyo nitabonyeza mara mbili, itakuja katika source monitor. Kwa hiyo nitakuja kuichezesha kuanzia mwanzo. Mawimbi yanapiga taratibu kweli. Sasa kwa mfano nataka kuchukua kuanzia hapa, kwa hiyo nita mark in. Nitaichezesha mpaka hapo. Halafu nita mark out. Nitaichukua hii video, nitaiweka hapa. Kwa nikiplay juu ya nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu, na miti iliyosimama sawa. Kwa hiyo unaona kwamba picha inayoonekana hapa katika source monitor na program monitor ni tofauti. Kwa hiyo video hii ni kubwa kuliko sequence yangu. Inawezekana kwamba hii ni video ya 4K na sequence yangu ni video ambayo size yake ama resolution yake ni Full HD. Sasa tunapokuwa tunafanya video editing, inabidi tuhakikishe kwamba video zetu zinakuwa katika size sawa ya ile sequence ambayo tumeitengeneza. Kwa hiyo tunaweza kuchagua video zote. Kwa mfano inawezekana hata hii ni kwamba imejikata kwa vile video ambayo imerekodiwa ni 4K. Kwa hiyo niki right click, halafu nikija kwenye scale to frame size, utaona kwamba itarudi nyuma. Sasa hii ndiyo size ya ile sequence yangu, lakini hii video yangu ilikuwa katika size ya 4K. Kwa hiyo una uwezo wa kuchagua na hizi clip zote. Kwa mfano nikiweka hapa, halafu ki right click, halafu unakuja katika scale to frame size, imerudi nyuma nayo. Sasa tuendelee kufuatanisha ile sauti yetu pamoja na picha husika. Shamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara, upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu. Sawa, kwa hiyo kuna sauti zinaitwa sound effects. Sasa sound effects kwa mfano unaweza download ama ukatafuta sauti kwa ajili ya mawimbi tu, halafu ukaweka. Tujalie kwamba ninayo sauti ya mawimbi. Nikija katika picha hii hapa, kwa hiyo hapa nataka sauti tu. Kwa mfano haya, kwa mfano kuanzia hapa mpaka itakapoishia. Kwa mfano naweka mark hapa, nikija hapa nachukua picha peke yake. Sasa nakuja kuchukua sauti peke yake, naiweka hapa, halafu nitaikata kufikia pale mwisho wa video. Kwa hiyo hapa sasa hivi ukiplay, sipana mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu, na miti iliyo okay. Sasa tufanye fade in na fade out ili sauti yetu iweze kuingia taratibu na kutoka taratibu. Kwa hiyo hapa nitaongeza mpaka hapa, na huku nitakuja kuiweka mpaka hapa, halafu nitatengeneza nukta zangu mbili. Nabonyeza command au utabonyeza control kama unatumia window. Nitazoom niweze kuona vizuri. Kwa unaweka point nyingine, halafu nitaingiza taratibu ama kufade in. Mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu. Kwa mfano hapa sauti yangu nataka itoke kuanzia hapa.
Kwa unabonyeza command au utabonyeza control kama unatumia window mara 2.2, halafu nitaitoa. Naweza nikaichagua nukta hii, halafu nikaisogeza nyuma kidogo, nabonyeza shift ili niweze kusogeza sawa sawa. Baada ya hapo, hii sauti vyovyote inatakiwa iwe chini kuliko hii sauti ambayo inaongea. Nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu. Sawa, kwa hiyo naweza kuimute hii sauti ya chini au naweza kuisolo. Maanake ukisema solo track utaweza kusikia ile sauti ambayo umewekea solo peke yake. Kwa hiyo inafika kwenye 18, nataka iwe kwenye 30. Kwa hiyo nina uwezo tu wa kushika katika audio level nikashusha kwa mfano hapa. Sawa, nitaongeza kidogo, halafu nitaondoa solo, nitachezesha kusikia. Juu ya nyasi pana, mawimbi ya bahari nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu, na miti iliyosimama ima. Sawa, kwa mfano hapa nitasogeza mpaka hapa, halafu nitashika hii nukta nitaisogeza mpaka mwisho. Kwa hiyo faida ya kuisogeza hii audio huku ni kwamba hata kama picha imeshaondoka, ile sauti yangu bado inakuwa inasikilikana. Mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu, na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Sawa, miti iliyosimama imara ni hii hapa. Kwa hiyo kwa mfano nachukua kuanzia hapa mpaka hapa. Naiweka hapa, pengine itakuwa imeishia hapa. Sasa ili kuhakikisha kwamba sauti haiji kutengana na picha yake, maanake hakuna bahati mbaya ambapo tutaweza kuisogeza hii sauti, itabidi tuiunganishe ama tuilink. Kwa hiyo nitachagua picha pamoja na sauti, halafu nita right click na nita link. Baada ya hapo nikichagua picha na sauti inachagulika. Kwa hiyo tukichezesha, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu, na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari haya, tuje. Kila mandhari inatufundisha kitu, uvumilivu. Sawa, kwa hiyo hapa kuna video clips ambazo nimeshazitumia na nyingine ambazo sijazitumia. Kwa hiyo ambazo nimezitumia inakuwa kama kuna alama ya blue hapa, manake ni used. Kwa hiyo na hapa pia inaonyesha kwamba hii ni used, hii ni used, hii ni used. Kwa hiyo ambayo haijatumika ni hii, ni hii, ni hii na hii hapa. Kwa hiyo kwa mfano nikichukua picha hii, kwa vile hapa inataja tu kila mandhari. Kila mandhari inatufundisha kitu, uvumilivu. Sawa. Sasa hapa nitaweka picha hii na sasa hivi nitaidrag moja kwa moja kutoka katika project panel kuja katika timeline. Sasa unaona kwamba hapa nilipoweka nimeweka katika video 2, kwa hiyo imejichagua na audio 2. Kwa nikiweka video 1 inachagua na audio 1. Sasa kwa vile hapa audio 1 hakuna kitu, nitaiweka tu katika audio 1 alafu nitaachia. Kwa hiyo na video hii pia haina sauti yoyote, hata kama imekuja na sauti yake. Unaona kwamba hapa kuna sauti, lakini ukiangalia vizuri ni kwamba hakuna mawimbi yoyote ambayo inaonyesha kwamba kuna kitu cha kusikia. Kwa hiyo ukiplay, kila mandhari inatufundisha kitu. Kwa hiyo kwa mfano nitachagua sehemu ambayo nataka video yangu ikae.
kuanzia hapa mpaka yatakapomalizika maneno. Kwa hiyo unakuja kusikiliza maneno yamalizika wapi. Kila mandhari inatufundisha kitu. Uvumilivu. Haya, mpaka hapa kwenye uvumilivu. Okay, picha ya uvumilivu sasa. Hebu tuangalie picha hii hapa. Hii inaonyesha uvumilivu kweli, kwa sababu tukiangalia hata huo mti, maana kama upo mpweke, si ndio? Kwa hiyo inaonyesha uvumilivu kwamba muda wote upo. Kwa hiyo nitaweka picha hii. Kwa hiyo kwa mfano hapa mpaka hapa na mark out, naiweka hapa. Mti unauona kwamba kama umekatika, kwa hiyo tuna scale to frame size. Uvumilivu, amani na thamani ya muda. Uvumilivu, amani. Haya, tujalie hapa ibadilike. Thamani ya muda tulionao. Sawa. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaweka picha hii hapa. Hii tutaiwache urefu kidogo kwa sababu ili tupate tuimalize hii video, maana clips zetu zishakuwa chache. Na thamani ya muda tulionao. Kwa hiyo kwa mfano kuanzia hapa, au tujalie kuanzia hapa, nita zoom, nikiwa nimechagua selection tool, nitakuja sehemu hii, nitakata na kusogeza hapa, halafu nitaplay tena. Na thamani ya muda tulionao. Huu ndio uzuri wa asili. Kwa hiyo kwa mfano mpaka hapa. Picha gani ambayo sijaingiza? Hii sitaki kuiweka. Kwa mfano nairejea picha hii hapa, kuna sehemu fulani ambayo nimeipenda sana, kuna sunset ama jua linazama. Kwa hiyo nita preview hapa. Haya, kwa mfano kuanzia hapa mpaka mwisho tena. Nachukua video naiweka hapa. Imekuwa ndogo. Kwa hiyo labda tuisogeze mpaka mwisho, alafu ukitukumbusha kwamba kila siku ni nafasi mpya ya kuona maisha kwa macho mapya. Kwa hiyo hii tofauti na huku. Kwa hiyo tuta scale to frame size. Sawa. Hebu tuende tukaichezeshe mwanzo hadi mwisho tuione inavyoonekana. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana. Mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu. Na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari inatufundisha kitu. Uvumilivu, amani na thamani ya muda tulionao. Huu ndio uzuri wa asili, ukitukumbusha kwamba kila siku ni nafasi mpya ya kuona maisha kwa macho mapya. Sawa. Kwa hiyo tukija hapa, hii picha yetu imekuzika sana kwa vile hii ni 4K na sequence yetu ni Full HD. Kwa hiyo nita right click, nita scale to frame size. Okay. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikanogesha hii video yetu. Sasa kitu chenyewe ni kwamba tunaweza tukaingiza sauti nyingine. Kwa hiyo kwa mfano hapa hata tukiweka sauti za ndege inaweza ikapendeza. Tukija huku katika folder la sounds, kwa mfano nikisikiliza hii, hii kama kuna maji, kwa hiyo nadhani haitokuwa na uhalisia kwa hapa. Kwa mfano tukija katika hii forest,
Sawa. Sasa kwenye hii forest, kwa hiyo hapa pia haitoleta uhalisia. Labda tuje tuangalie sehemu nyingine. Labda tuweke hapa. Kwa mfano mpaka hapa. Hapa na mark out. Kwa hiyo nikichukua hii sauti nikiweka hapa, unaona kwamba ni kubwa. Kwa hiyo ninao uwezo wa kuiweka hii sauti katika track ya chini kabisa ama ya 3. Halafu na hii kwa unaweza nikaisogeza juu kama unataka timeline yako iwe kubwa. Sasa hii sauti kwa mfano naweza nikaiweka huku chini. Halafu ama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari inatufundisha kitu. Uvumilivu. Kwa mfano picha hii na hii itaingia sauti hii. Kwa hiyo hapa nita unlink na kufuta sauti peke yake. Alafu sauti hii nitaianzisha maeneo haya. Simama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari inatufundisha kitu. Sawa. Sasa hebu turudi tena kidogo. Kwanza tuipunguze sauti isiwe kubwa zaidi ya sauti ambayo nasimulia. Kwa hiyo nita solo tu hii peke yake. Kwa hiyo icheze kwenye 30. Kwa hiyo nitakuja katika audio level, halafu nitashusha. Sawa, nikichezesha okay, nitaondosha solo. Alafu nikiplay tena, miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari inatufundisha kitu. Sawa, kwa mfano hapa itabidi tu fade out ama tu iondoshe sauti yetu taratibu. Kwa hiyo nitabonyeza command ama unaweza kubonyeza control kama unatumia window. Nitaweka nukta nyingine, halafu nitashusha kuweza kuiondosha taratibu. Kila mandhari inatufundisha kitu. Uvumilivu, amani. Au naweza nikaisogeza hivi, alafu nikapeleka tena hivi. Nikichezesha hapa, kila mandhari inatufundisha kitu. Uvumilivu, amani na thamani ya muda tulionao. Kwa vile video yetu inamalizikia mwishoni, kwa hiyo hii sauti wacha tuipeleke mpaka mwisho. Halafu nitashika na hizi nukta kwa sababu pasina kuzisogeza hizi nukta huku, ikifika hapa sauti itashuka na itakuwa haisikilikani. Pita. Kila mandhari inatufundisha kitu. Uvumilivu, amani na thamani ya muda tulionao. Sasa itabidi hizi nukta ndio nizisogeze mwisho. Kwa hiyo nitachagua moja, halafu nitabonyeza shift kuweza kuchagua zote kwa pamoja. Halafu nitabonyeza tena kwa kuchagua moja bila kuachia, na bonyeza shift ili niweze kuzisogeza mpaka mwisho. Kwa mfano hapo. Kwa hiyo hapa nikija kuplay sasa utaweza kusikia ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari inatufundisha kitu. Uvumilivu, amani na thamani ya muda tulionao. Huu ndio uzuri wa asili, ukitukumbusha kwamba kila siku ni nafasi mpya ya kuona maisha kwa macho mapya. Okay. Sasa kuna sehemu ambazo kama kuna ukimya, pia tunaweza tukachukua hata sauti hii tu tukajalizia. Kwa mfano sehemu hii hapa hakuna sauti. Kwa hiyo nitachukua hii nitaikopi na kuiweka hapa, au na uwezo wa kuduplicate. Kwa hiyo kuduplicate naweza nikabonyeza option, ama kama unatumia window utabonyeza alt, halafu uta drag kwa mfano mpaka hapa, halafu tutaipunguza
mpaka hapo tutaiweka hapa. Tukikuza zaidi ianzie hapa, alafu imalizikie maeneo haya. Kwa hiyo tuta fade out ama tutaiondosha ile sauti yetu taratibu. Nitabonyeza command au control, alafu tutatengeneza nukta zako mbili, utashusha mpaka chini ili ikipita hapa ibadilike sauti na ingie sauti nyingine. Kwa hiyo nikichezesha, chanua kwa rangi zinazong'ara, upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu. Kwa hiyo hapa naweza nikasogeza tena mpaka tuseme hapa, halafu sauti yangu nikaitolesha kwa hivi. Kwa hiyo nikirejesha tena kuplay, juu ya nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu, na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Haya, sasa naweza nikasogeza hapa na hii sauti ili isitoke kimya kimya. Kwa hiyo hapa siwezi kusogeza. Kwa sababu gani? Kwa sababu imekuwa linked. Kwa hiyo nitachagua hii, alafu nita right click, nita unlink, alafu na kusogeza sauti peke yake, alafu na hii nitaisogeza mwisho. Alafu nikichezesha hapa, kipiga pwani kwa utulivu, na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kwa hiyo unaweza hata nikasogeza tena hivi, kwa vile ndio inaishaishia, kwa hiyo haina athari sana. Utulivu, na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari inatufundisha kitu. Sawa, sasa nataka nikufundishe pia ni jinsi gani unaweza ukapreview kama video imeshamalizika. Kwa hiyo turejeshe playhead yetu mwanzo kabisa, halafu bonyeza control pamoja na tilde ukiwepo katika sehemu ya program monitor. Utaona kwamba video yako inaonekana kama vile imeshamalizika. Kwa hiyo naongeza sauti, halafu na play. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara, upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu, na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari inatufundisha kitu: uvumilivu, amani na thamani ya muda tulionao. Huu ndio uzuri wa asili, ukitukumbusha kwamba kila siku ni nafasi mpya ya kuona maisha kwa macho mapya. Kurudi Premiere Pro, utabonyeza tu button ya escape. Na huo ndio mwisho wa video hii. Usiache kulike, kucomment na kushare. Tutaonana katika video zijazo.